إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا أيها الناس عباد الله يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أيها الناس عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala akituhimiza katika jambo la kukimbilia kheri kadhalika na watu kushindana katika mambo ya kheri na kuiendea milango ya kheri asema Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna nakimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala wa janna kadhalika ikimbilieni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatenda yale ambayo ni sababu ya kukufikisheni katika msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuyatenda yale ambayo ni sababu ya kukufikisheni katika radhi na janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ardhuha samawati wal ardh hii pepo Allah subhanahu wa ta'ala akisifu upana wake ni upana wa mbingu na ardh uiddat lilmuttaqin pepo hizi ameziandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra wacha Mungu ambao huzitoa mali zao katika hali ya wasaa na hali ya dhiki walkadhimina alghayz na wale wenye kuzificha na kuzuia ghadhabu zao walafina anin nas na wale wenye kuwasamehe watu wallahu yuhibbul muhsinin na hakika Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wale wenye kufanya ihsan kadhalika ayuhal muslimuna ibadallah akasema Allah subhanahu wa ta'ala akituhimiza katika jambo la kushindana kwenye kheri
sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna, shindaneni kufikia msamaha wa Mola wenu, kadhalika na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ardhuha ka ardhi samai wal ardh, upana na ukubwa wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawia na upana wa bingu za Allah subhanahu wa ta'ala na ardh. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli, pepo hizo ameziandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah, Allah humpatia yule amtakaye. Wallahu dhul fadlil azim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi wa fadla, ni mwingi wa fadla, tena Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu. Ndugu zangu katika iman, mimma yanbaghi ala almuslimi dauma an yakuna harisan ala alkhair wa an yusabiqa ila abwabil khairat, miongoni mwa mambo yanayotakiwa kutoka kwa Muislam na iwe ni kawaida yake katika maisha yake ya kila siku, awe mwepesi wa kuzikimbilia kheri, awe mwepesi wa kutekeleza mambo ya kheri kabla an yaatiyahu alfitan, kabla yeye hajafikiwa na fitna. Rawa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam badiru bil a'mali fitana ka qita'il laylil mudhlim, kimbilieni kufanya matendo ya kheri kabla hamjafikiwa na fitna, kabla hamjasibiwa na fitna, mfano wa kipande cha usiku kilichokuwa na kiza chingi. Yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam, itakapotokeza fitna hii, yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Fanyeni matendo ya kheri, kimbilieni na harakikeni katika kuyatekeleza matendo yalokuwa ni mazuri kabla ya kufikiwa na fitna, fitna itakayokuwa mfano wa kiza kilichokuwa ni chingi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika fitna hiyo atapambaukiwa mmoja wenu hali ya kwamba ni mu'min, lakini akifikiwa na machweo na jioni, anaingiliwa na jioni hali ya kuwa ni kafiri, ashatoka katika Uislamu kwa sababu ya wingi wa fitna. Au akaingiliwa na machweo ya jua hali ya kuwa yeye ni mu'min akimuamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haitofika muda wa asubuhi hali ya kuwa yeye ameiacha dini yake na ameingia katika ukafiri. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya, akawa ni mwenye kuiuza dini yake kwa starehe na thamani kidogo katika mambo ya dunia. Wa kam ra'ayna min al-maftunina ayyuha al-muslimuna ibadallah, ni wangapi leo nyinyi na sisi tumewashuhudia waliofitinika na dunia. Unasun kanu ala al-jadda, watu walokuwa wamesimama katika mistari ya sawa, wakilingania katika kheri, wakiwaita watu katika kheri, lakini mara mtu akabadilika akawa ni mwenye kugeuka. Haya ndiyo akiyahusia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Warawa Tirmidhi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akituhimiza katika jambo la kukimbilia kheri na Muislamu kuharakika katika misimu ya kheri. Badiru bil a'mali sab'a, kimbilieni kuzitekeleza amali za kheri kabla hamjasibiwa na mambo saba. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi mnasubiria, hamfanyi matendo ya kheri, mmoja wenu anasubiria awe ni mwenye kufikiwa na ufukara na umaskini utakaomsahaulisha kheri,
au ghinan mutghiya, au mmoja wenu anazembea na kubweteka katika milango ya kheri, hivi anasubiria utajiri utakaomfanya yeye kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, au maradhan mufsida, au mmoja wenu hazitekelezi kheri, hivi anasubiria mpaka asibiwe na maradhi yatakaofisidi mwili wake asiweze kuingia katika milango ya kheri, au haraman mufannida, au mmoja wenu anabweteka haingii katika milango ya kheri, harakiki katika misimu ya kheri, hivi anasubiria awe ni mwenye kufikiwa na uzee na utu uzima ambao utabadilisha akili yake, awe hawezi kuyaendea mambo yalokuwa ni ya kheri, au mautan mujhiza, au mmoja wenu hafanyi kheri, hivi ni kwamba anasubiria awe ni mwenye kusibiwa na kifo ambacho huingia ghafla, tahamaki umeingizwa katika kaburi na hakuna lolote la kheri ulilolitekeleza. Au dajjal, au mmoja wenu abweteka na kheri akisubiria fitna ya masihi dajjal, fasharrun ghaibun yuntadhar, huyo ni shari kubwa ambayo tunaisubiria iko mbeleni mwetu. Au mmoja wenu anabweteka katika milango ya kheri, au saa, akisubiria aingiliwe na siku ya kiyama, wasaatu adha wa amar, na hakika ndugu zangu kiyama jambo lake ni adhim, kiyama jambo lake ni kubwa. Muislamu watakiwa uwe ni mwenye kujiandaa ili wewe kuingia katika milango hii ya kheri. Ndugu zangu katika iman, sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma sami'u hadha nidaa al-imtithal li amri an-nabii sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walipoisikia nidaa na wito huu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mwito wa kukimbilia kheri na kuharakika katika misimu ya kheri, imtathalu amra an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fakana ahaduhum sabaqan ila al-khairi, akawa mmoja wao katika masahaba kila mmoja ni mwenye kukimbilia milango ya kheri. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد كان رضي الله تعالى عنه سباقا إلى الخيرات. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما أبو بكر، sote tumfahamu sahaba mtukufu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mfano wa kuigwa katika kuikimbilia milango ya kheri. Ndugu zangu katika iman, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, siku moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala ya alfajiri aliwageukia masahaba na kuwauliza, man minkum asbaha al-yawma saima, ni nani miongoni mwenu leo amepambaukiwa hali ya kwamba amefunga? Faqala Abu Bakar ana, Abu Bakar akawa wa kipekee kusema mimi ya Rasulullah. Kisha akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, faman tabi'a minkum al-yawma al-jinaza, ni nani miongoni mwenu asubuhi ya leo ameifata jeneza akawa ni mwenye kusindikiza jeneza? Faqala ana, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu akasema ana ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man minkum at'ama al-yawma miskina, ni nani miongoni mwenu leo amelisha maskini? Faqala Abu Bakr ana, akasema Abu Bakr mimi ya Rasulullah, leo nimelisha maskini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, majtama'ana fi mri'in illa dakhala aljanna, haya mambo hayakusanyiki kwa mu'min yakakusanyika kwa mtu yeyote isokuwa itakuwa ni sababu ya mtu huyo kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban kama amar, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس عباد الله، فمن المواسم الخير التي يجب على المسلم فيها أن يسرع إلى الخير
wa an yatasabaqa ilaiha mausim shahri Ramadhan. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa misimu ya kheri ambayo Muislamu atakiwa awe sabaqan ila alkhair, ni mwenye kukimbilia milango ya kheri, ni mwenye kujitahidi katika kuyafanya ya kheri, ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Lilasafi shadid, kathiran min almuslimin ma ya'lamuna ma li hadha ash-shahr min alkhair. Wengi miongoni mwa Waislamu ni wenye kuzembea, wakawa ni wazivu katika mwezi wa Ramadhan, wasifahamu milango ya kheri mingi inayopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuha almuslim ibadallah, ikiwa Muislamu wewe hutokimbilia milango ya kheri katika mwezi wa Ramadhan, mata tusari ila alkhair, mata tusabiq ila alkhair in lam yakun fi Ramadhan. Ni lini wewe utakimbilia kheri ikiwa si katika mwezi wa Ramadhan? Idha kana awwala yawmin min Ramadhan yunadi munadi ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir wa ya baghi ash-sharr aqsir. Inapokuwa ni siku ya kwanza ndani ya mwezi wa Ramadhan, munadi miongoni mwa malaika wa Allah ni mwenye kunadi, akapeleka wito huu kwa waumini: ewe mwenye kuzitaka kheri, huu ni msimu wa kheri, aqbil, elekea katika kheri, zikimbilie kheri, zitafute kheri. Wa ya baghi ash-sharr, na ewe mwenye kuitaka shari, ewe mwenye kukusudia shari, aksir, komeka na rudi nyuma. Mwezi wa Ramadhani ndugu zangu katika iman sio mwezi wa shari, sio mwezi wa kubweteka na Muislamu kuzembea, sio mwezi wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, akautumia Muislamu kwa kulala, au akautumia Muislamu kwa kusengenya, au kwa kuzungumza maneno ya ovyo, bali ni mwezi wa Uislamu kuharakika na kuingia katika milango ya kheri. Ndugu zangu katika iman, min fadlillahi subhanahu wa ta'ala alaina wa ala an-nas an kathara abwab al-khair wa kathafaha fi Ramadhan. Miongoni mwa fadhila za Allah juu yetu sisi na Waislamu wote, Allah subhanahu wa ta'ala amefungua milango ya kheri, imesheheni kheri ndani ya mwezi wa Ramadhan. Fabadiru ayuha almuslim ibadallah, kimbilieni ndugu zangu katika iman, tuingieni katika milango ya kheri. At-tauba at-tauba ayuha almuslimuna ibadallah, in lam tatub fi Ramadhan famata tatub ayuha almuslim. Ikiwa hutotubia ndani ya Ramadhan, hukurudi kwa Allah ndani ya Ramadhan, ni lini Muislamu utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa hutofuturisha ndani ya Ramadhan, ni lini utafuturisha ewe ndugu yangu? Ikiwa hutosoma Qur'an, hutosali za sala za sunna, hutomdhukuru Allah, hutosimama qiyamul layl ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni lini Muislamu unatarajia kuingia katika khairi hizo? Walidhalika sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam lamma qala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja amepanda juu ya mimbar, akasikika akiitikia amin. Masahaba wakamuuliza, alama amanta ya Rasulullah, ni kwa kitu gani ulikuwa ukiitikia amin ewe mtume wa Allah? Akawaambia masahaba, jaani Jibril, amenijilia mimi Jibril. Miongoni mwa maombi aliyoyaomba, ameangamia mtu ambaye ataingiliwa na mwezi wa Ramadhan, thumma salakha wa lam yughfar lahu, kisha mwezi wa Ramadhani ukaondoka hali ya kwamba mtu huyu hajasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa khasira wa khaba. Kaifa la yughfar lak, vipi usisamehewe ndani ya Ramadhan? Wa man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhan إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. Akawa amekhasirika kweli yule ambaye Ramadhani itaondoka hali ya kuwa hajasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, tukimbilieni milango ya kheri. Allah milango ya kheri. Rabbana atina fi dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا والحمد لله رب العالمين.